mradi huu umeanza tangu 2023 na kwa mujibu wa mkataba ulitakiwa umeshakamilika, lakini mhandisi au mkandarasi ameshindwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Na nashukuru halmashauri ambaye ndio msimamizi kwa ushirikiano na mhandisi mshauri pamoja na mamlaka zingine kwa kuzingatia mkataba unavyotaka. Kwanza kumpa muda wa kumongezea ili aweze kuongeza spidi, lakini pili baada ya kumalizika huo muda kuingia kwenye taratibu za pili ambazo zinatakiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kwanza kumkata ile ambayo inaitwa kwa lugha ya Kisukuma liquidated damage. Sasa ukiangalia kazi iliyobakia ni kubwa zaidi kuliko muda ambao umebakia. Kama ameweza kutumia zaidi ya miaka 2 karibia, ameshindwa kutimiza wajibu wake, sidhani kama siku 100 anaweza kufanya miujiza. Sasa ni vizuri mkurugenzi wa manispaa pamoja na mhandisi mshauri kuanza kutafakari hizo siku 100 ifikapo tarehe 8 mwezi wa pili, what the way forward, ili sije ikafika alafu ndo tunaanza kujadiliana. Na pili, lazima tuongeze usimamizi wa ufuatiliaji wa kila siku, ikiwezekana kila mara, na kama mmeongezea muda kutoka masaa 10 mpaka masaa 10 na ngapi, 14, basi lazima usimamizi huo pia uweze kufanyika. Sasa unaweza kaongeza masaa alafu inapofika saa 11 saa 12 tayari mtu ameshafanyaje, ameshafunga vilago. Bahati nzuri nchi yetu ina muundo mzuri wa kiuongozi. Tuna viongozi mpaka serikali za mitaa. Kwa hiyo mkiwatumia vile vile hata viongozi wetu wa serikali za mitaa watawaambia kwamba mtuambie huyu anamaliza masaa 14 kama ameanza saa 1 au saa 12. Kwa hiyo tunatarajia ataondoka saa 2 usiku au saa 3 usiku. Kwa hiyo ikifika saa 12 hayupo, manake hata yale masaa mliongezea hayawezi kutimia, kwa sababu atakuwa bado anafanya kazi business as usual. Kwa hiyo kufanya kazi kwa mazoea ni jambo ambalo alikubariki kwenye serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na vyema wananchi wote tukalitambua hilo, na hususan sisi viongozi na watendaji ambao tunawajibika kusimamia fedha ambazo zinaletwa, na fedha hizi za Watanzania, kwa sababu Benki ya Dunia inatukopesha, haijatupa msaada, na tunawajibika kuja kuzirejesha. Kwa hiyo mkandarasi anayekuja kufanya kazi asione hizi ni shamba la bibi akajifanyia anavyotaka. Naitwa Charles William Mpalale, mkaaji wa Mwatulole. Ila tu linacheleweshwa mno kuisha, muda tunahangaika. Ndio maana mnasema kokoto mara zinazolewa zinafanyaje, watu wanahangaika kupita. Mkandarasi afanye haraka, malize, maendeleo yaje mapema.